Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nawe msikilizaji. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili, uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, tunamkaribisha hapa mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kutuletea habari muhimu. Karibu. Asante sana mwenzangu Bukuru Tantini Aldama kwa kunipa nafasi kwa ajili ya habari muhimu. Acha nianze na habari hizi za Mji wa Baraka. Baadhi ya wanawake pamoja na wanaume wameonekana kutembea uchi mchana wa siku ya kwanza ya wiki hii ya tarehe 24 Machi 2025 ndani ya Mji wa Baraka. Jambo hilo limeonekana pia kupokelewa kwa baridi sana nao wakahaji wa mji huu unapolinganisha mila na desturi za eneo hili. Na kulimboko ni kwamba hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha Jumapili iliyopita ya tarehe 23 na siku ya kwanza hii. Hivyo ni baada ya makundi mawili ya wazalendo kupigana ndani ya kijiji cha Mboko, makao makuu ya sekta hiyo. Madhara ya vito vimeripotiwa katika vurugu hiyo, zimesema hivyo duru zetu za habari. Tukamilishe habari muhimu siku ya leo na habari kutoka kule nchini Burundi. Askofu wa kanisa la Kianglikane mkoani Makamba kusini mwa nchi ya Burundi, Mate Blaise, ametoa wito kwa wanasiasa kuacha wananchi kuchagua viongozi wanaowataka katika uchaguzi wa bunge ambao unapangwa kufanyika mwezi Juni mwaka huu 2025. Mwenzetu Bukuru Elias kutoka huko Burundi, ripoti yake itangazia zaidi. Bukuru Tantine Aldama naweka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kutuletea habari muhimu. Na sasa tunajikita kwenye uchambuzi wetu wa habari tukianzia katika Mji wa Baraka. Baadhi ya wanawake pamoja na wanaume wameonekana kutembea uchi mchana wa siku ya kwanza hii ya tarehe 24 mwezi Machi mwaka huu ndani ya Mji wa Baraka. Jambo hilo limeonekana pia kupokelewa kwa baridi sana nao wakahaji wa mji huu unapolinganisha mila na desturi za eneo hili. Yote yameanza maeneo ya Mwemezi ambako wanawake wenye umri wenye kusonga pamoja na wanaume wametembea uchi ndani ya Mji wa Baraka, ambako sababu ya hali hiyo ilikuwa ni kuja kumpa Kamanda William Yakutumba uwezo wa kuwa rais wa nchi ya DRC. Ndivyo wameeleza raia hao mbele ya mmea wa Mji wa Baraka Biemerite Tabisha Mongelwa. Watu walitupigia simu kwenye ofisi. Eti kuna watu ambao wanatoka Kalunja wanakuja ngambo za Bomani. Tulipima kuzuia, umati ulikuwa mkubwa sana. Ikaona tuwaelekeze hawa watu. Tunaona watu wanamke 3 na mwanaume mmoja na wote wanatoka katika mwingine ya Matongo. Wako utupu. Mila na desturi zetu haziruhusu kitu kama hiki. Na tangu watu wamezaliwa miaka hatujaona kabila ya Wabembe, wote ni Wabembe. Hatujaona kabila ya Mbembe anatembea utupu muwatu mujamii. Imetushangaza, na kwa sababu inaomba tuelewe zaidi ni nini. Kwa kuwasikiliza wanasema tu eti Mungu wao wa mababu ndio amewaambia watembee hivyo, kwani wanakuja kupatia Wakongomani Kongo uhuru na Kongo mamlaka
na wanakuja kuleta kama ni kilemba, ni habari ya kusema ya kutumba kamate wazifa. Ni vile Mungu wao aliwaambia kule milima, Mungu wao akawaambia waache vitu yote, viatu nini vyote waache. Aibu ni kubwa kwa sababu hata watoto wao walikuja wanashindikiza kwenye msafara. Hivi hapa tulipo ambao serikali inawaterekeza nafasi fulani, na watoto wao na wajukuu wao wote wanawashindikiza kwa msafara, wanakuja kuangalia eti kama watafanywa namna gani. Ni mambo ya aibu tumeyaona, na tujakuwa na neno la kusema. Watulie kwanza hapo ambao wapo, mwingine na serikali tutaangalia baadaye ni nini ya kuwahifadhi au ni nini ya kufanya. Hiyo ilikuwa sauti yake Meya Makamu wa Mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha Mongelwa. Kamati ya vijana wa chama cha UDPS Fizi Baraka wameomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kuwachukulia hatua viongozi wote wa miji na tarafa waliokimbia nyadhifa zao kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya DRC unaosababisha makabiliano kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya M23. Katika mazungumzo na redio yako, Bwana Shikoa Abwe Andre, mwenyekiti wa kamati ya vijana wa UDPS tarafani Fizi na Mji wa Baraka, ametoa hapa sababu zilizopelekea kuandika barua hiyo ya malalamiko. Nihakikishe kwamba deklarasyon yenyewe iliweza kutoka tarehe 22 mwezi huu mwaka huu tunao. Ni kwamba kama watu wote wanavyojua, tunapita muda wa vita, muda ambapo watu wanahitaji kuweza kusindikizwa na wakuu viongozi. Ndio maana sisi tuliweza kufanya evaluation ya vitu vyenye vilipitikana, tukakuwa desi na kuona wakubwa wa serikali wamoja kama vile meya wa jiji ya Baraka na hata vitengo vingine waliweza kuondoka wakati population ilikuwa na psikoze ya mingi. Askari jeshi wa kutoka Uvira na wengine wa kutoka Bukavu wanakuja huku, hivyo ikaacha watu wengi kuwa na wasiwasi, na hata wamoja waliweza kukimbia kwa sababu waliona viongozi wanakimbia. Na ndio maana sisi tukasema ile kukimbia sisi tuliona kama ni kwenda pamoja na maadui, kwa sababu utaona mkuu wa hapa Baraka alikimbia, wa Uvira akakimbia, na swali ambapo sisi tunajiuliza ni je, waliweza kujibiana na waliweza kuridhisha mkuu kiongozi wao au mentor wao ambao aliweza kuwasaidia kuwa hapo. Na ndio maana sisi tumesema ni vizuri serikali na chama chetu kikiwa Kinshasa ijue kipi kinaendelea hapa na watusaidie kuweza kuita wale watu wote ambao walikimbia ili waweze kusamba kama vile majenero waliokimbia kutoka Goma na Bukavu ambao wanaendelea kusamba na ambao wanafungwa huko Kinshasa. Hiyo yatendeke popote ambapo yalikuwa, kwa sababu kuna hata kibarua cha waziri wa mambo ya ndani Kinshasa ambacho aliomba magavana wasiwezi kuondoka. Nitakuambia kama sisi tuliweza kufanya hivyo na ikaruhusu akawarudisha na wakaweza kuinstale ile guvernora pa Uvira. Ndio maana tumefanya hiyo declaration na kuweza kuomba remplacement yabo paske walimekimbia batakuwa wakati ya furaha na wakati ya matatizo akakimbia raia. Mwishowe Shiko Aabwe ameshukuru viongozi waliobaki ikiwemo meya makamu wa Mji wa Baraka na yule wa Mji wa Uvira. Mkuu wa vile yeye ndo anasimamia conseil de sécurité na ni shauri ya usalama. Sasa kama kuna matatizo yoyote yeye anajua tunaweza tukafanya nini. Anaita wakuu wa jeshi, wa askari polisi, watu wa ujasusi, watu wa uhamiaji, wanaikaa pamoja na anawapa mitindo tutafanya kitu gani. Lakini wakati yeye anapokimbia, na ndio maana ulisikia masase ni nyingi hapa, watu hawajue tunaenda wapi, kwa sababu kulikuwa hakuna kiongozi, mambo yalikuwa juu. Na ndio maana katika deklarasyon yetu tumepongeza sana meya wa jiji ya Uvira na meya wa jiji ya Baraka makamu, mimi nasema makamu, ambao waliweza kabisa kuhakikisha wapo hapa na wanatumika ile kazi vilivyo. Lakini sisi tukaendelea kuomba wale ambao walikimbia washikwe kama vile majenero walivyoshikwa, kama vile gavana makamu wa Kivu ya Kaskazini alivyoshikwa, ili waweze wakasamba. Na ndio maana tumeomba wazalendo na tukaomba askari jeshi na kitengo cha ujasusi, wale watu wakija wawashughulikie watuambie nini walipokuwa nakimbia, kwa sababu ni kama waliambiwa, na kwa nini wote wakutane kwenye jiji moja au nchi moja. Mimi nawaza hiyo ndo iliweza kusababisha na ndo iliyotupelekea kuomba hivyo.
Hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha Jumapili iliyopita na siku ya kwanza hii. Hivyo ni baada ya makundi mawili ya kizalendo kupigana ndani ya kijiji cha Mboko, makao makuu ya sekta hiyo. Madhara ya vitu yameripotiwa katika vurugu hiyo, zimesema duru zetu. Kwake Samia Mimu Kortikol, mwanaharakati wa shirika la rahia tarafani Fizi Pamboko, ameanza hapa kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Kwa kweli hali ya usalama kijijini Mboko na vijiji jirani sio ya kuridhisha. Hali ilianza kuharibika jana dimanche mwendo wa saa 7 saa 8 hivi, wakati wazalendo wasiopita 9 wa kundi la Mamadu kutoka pale Katungulu. Katungulu ni groupement ya Basimuku Manor, walipokuja Pamboko kwa lengo la kufanya meeting populaire Musoko. Basi walipofika ilibidi wazalendo wa hapa Mboko wenye kuongozwa na kamanda Sopa kuwakatalia, kuambia kwamba si kisheria kwa wanajeshi kutenir meeting public ama meeting populaire Musoko, hairuhusiwi. Istoshi mmefika hapa mna kibali na kwa wakuu viongozi wenu na sisi ambao tuko hapa wenye eneo letu na wakuu viongozi wa serikali kwa ngambo za kiraia. Kwa hiyo hairuhusiwi nyinyi kutenir ile meeting yenu. Basi walipowakatalia hivyo ilibidi waanze purukushani kwanza ngumi. Basi ngumi zilirushwa, na wakati ngumi zilipoanza kurushwa ndio raia walio wengi walianza kukimbia. Ifahamike kwamba siku ya Mungu ndo siku ya soko kuu hapa kwetu Mboko na sekta ya Tanganyika kwa ujumla. Na walipomaliza komba ya mangumi kwa waskari, ngumi ni kama tu chai tu. Tulichokitegemea ni masasi, na kweli masasi yalianza. Masasi yalianza kijijini Mboko ikambukia mpaka Kabondozi, Munguliti mpaka Ilila. Mpaka gisi watu walikwenda kupoteza mali, wakupoteza biashara, wakupoteza kila kitu, watu walipoteza vitu jana Musoko. Hata hivyo ameongeza kuwa shughuli zote zimezorota tena siku ya kwanza hii kama alivyorejea mara tena. Toshelewa asubuhi kama d'habitude watu walilamkia wengine kwenye shughuli zao za kila siku, kwenye mashamba, baharini, sokoni. Wanafunzi na walimu walijelekeza mashuleni. Ghafla kukawa baadhi ya wazalendo ambao walienda sokoni na kuambia watu hatutaki soko ileme, hatutaki maduka yafunguliwe na wanafunzi watolewe kwenye mashule sababu hali si nzuri. Tunasikia kwamba kuna kundi la wazalendo ambalo linatoka maeneo ya Lweba linakuja kufanya represailles, na mpaka sasa njo activite zote ziko perturbe, activite ziko paralize juu chochote kile ambacho kinaweza kikatokea sababu kuko deja tension kati ya hawa wazalendo ambao wanabaki Mboko na wale ambao tunaambiliwa kwamba wanakuja kufanya represailles kutokea maeneo ya Lweba. Kifupi ni kwamba hali ya usalama ndani ya kijiji cha Mboko na kando na vijiji mbalimbali vya sekta ya Tanganyika ikiwemo Sanza, Chonwe, Katungulu sio ya kuridhisha kabisa. Na ndio maana sisi kama vile mashirika za kiraia ndani ya tarafa la Fizi tunaomba wakuu viongozi wa serikali kushughulikia hii hali haraka iwezekanavyo, sababu nawaza hii hali kiendelea raia walio wengi watakwenda kuviama vijiji vyao, petetre na kwenda hata kwenye nchi za kigeni, sababu hali hairidhishi. Kila mara bunduki, kila mara risasi, kila mara wanapigana wao kwa wao, kila mara masasi napigwa bila sababu yoyote, en desordre. S'il vous plaît, hali hairidhishi na haipendezi. Na sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo na Sudi wa Sudi Valente, karibu.
Shukran sana kabisa Bibu Kortantini Adama. Leo kuna kwa habari za michezo, tuanzia hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba tournament inayokwenda kwa jina la RFADS iliweza kutimua vumbi siku ya Jumatatu ya wiki tunayo ya tarehe 24 Machi mwaka 2025, ambako mechi mbili ziliweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba majira ya saa 7 kamili za mchana vijana wa Osema Sans Chinjaua waliweza kuwachinjilia mbali Massimo wa Jadi ambao ni FC Presqu'île Dubois kwa kuwafunga bao 2-0. Lakini mechi nyingine ambayo iliweza kupigwa majira ya saa 9 kamili za jioni ni kwamba klabu ya Daring Club ya Urafiki waliweza kuwatandika klabu ya CS Vijana Prestige kunako mikoja ya Manati, ambako vijana wa DC Urafiki walifanikiwa kuibuka na ushindi wa 5-4. Hivyo ni kisha dakika 90 kutamatika kwa sare ya 2-2. Kisha mechi ya kwanza kutamatika kati ya klabu ya Osema Sans Chinjaua dhidi ya klabu ya FC Presqu'île Dubois, hatimaye mkufunzi wa klabu ya Osema Sans Chinjaua Koko Kolibali ameonyesha hapa furaha yake ya kushinda mtanange huo. Hadi matokeo nafurahi sana, na mimi naomba kwamba mashabiki ya Osema Sans tuzidi kufunga mkono kwa pamoja tu, kwa sababu hii kombe lazima tukikamata. Mimi nafikiria labda ndio maana mimi nimesajili upya, kwa sababu nategemea hii tournoi kamati hii kombe, na nategemea sana kikosi changu bana. Mimi nafikiria labda timu Masanze inabaki na jioni baada ya kikosi sana, na ndio maana sisi tunabidi tuunge kikosi chetu kikue pamoja, na ndio maana tunazidi kuongeza wengine wachezaji kwa sababu kwa maandalizi ya hizo mechi za kata. Upande mwingine mkufunzi wa klabu ya FC Presqu'île Dubois Bwana AJK ameonyesha hapa sababu ya wao kuangukia pua kwenye mechi yao dhidi ya klabu ya Osema Sans Chinjaua ambao waliweza kutandikwa bao 2-0. Kusema kweli mchezo wa leo ulikuwa mzuri upande wote, ila goli na udama mara moja na jagi mara mbili ya one mistake one goal. Wachezaji wangu walifanya mistake moja ikaingia, mistake ya pili ikaingia, nikacheza mpira wote ulikuwa pande wangu, lakini nikashindwa kufunga magoli, nikakosa ushindi hivyo. Ni waahidi mashabiki wa Presqu'île Dubois kwamba utafanya vizuri kabla hujapoteza. Ya makosa ambayo nimeona leo, kesho hatakuwepo, na uhakika na imani kwamba atafanya vizuri zaidi. Tournament hiyo itaweza kutamatika rasmi siku ya pili ya wiki tunayo tarehe 25 Machi mwaka 2025, ambako mechi ya kutafuta mshindi wa 3 itaweza kupigwa majira saa 7 kamili za mchana. Klabu ya CS Vijana Prestige wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Presqu'île Dubois, na mechi ya finali itaweza kupigwa majira saa 9 kamili za jioni, ambako klabu ya Osema Sans Chinjaua wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Daring Club ya Urafiki. Katika mji wa Baraka ni kwamba meya wa mji wa Baraka kwa muda Bi Emerita Rabisha Mongelwa amewataka raia wake wa mji wa Baraka kuwa na tabia kwenda kutazama mechi kunako viwanja mbalimbali vya katika mji wa Baraka ili kuweza kupunguza msongo wa mawazo kutokana na ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bi Emerita Rabisha Mongelwa kunako microphone ya Radio ya Kijamii Kivu. Baraka ni baraka tu, nafasi ya baraka. Acheni nafasi zingine kama kuna nini. Sisi tumekataa vita hapa, na tunasema tutajijengea usalama. Kweli wataalamu mnapendaka kuyakumbusha mara mingi. Mtaalamu mwenye alisema hauwezi kuletea watu amani, watu wanajiletea amani wenyewe. Hauwezi kuletea watu usalama, watu wanajifanyia usalama wao wenyewe. Ni alama ya kwamba Baraka ina usalama. Na mimi nimeenda kuangalia, watu walikuwa wengi kwenye machi. Mimi naangalia nasema hii ni alama ya kwamba Baraka kuna usalama. Basi inafurahisha, na wengine kesho ndio mafinali, waje mfurahishe macho. Wenye wako na boga ya mavita njoni mubakie kwa yule muda, kama ni saa 1 saa 2, mujiburudishe na mache na mulale usingizi mzuri. Ni alama ya kwamba usalama huko, na mimi nafurahi sana. Bi Bukurtantina Dama na Teresa Barabara kuna kwa habari za michezo. Asante sana Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye Radio ya Kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mita beni ya 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni habari za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali. Huko mjini Bukavu, aliyekuwa mbunge wa mkoa Dr. Omer Bulakari ametaja kukemea kwa hali ya juu zaidi vitendo vya raia kujichukulia sheria mkononi, na mpaka wa mmoja kufikia kuanza kuchoma nyama za wengine na kuanza kuzila. Huyu ameonyesha kuwa Bukavu inaweza kubaki na historia mbaya
kwa vizazi vijavyo ikiwa vitendo hivyo havitakomeshwa. Kwa mujibu wake, mwananchi huyo ameanza kwanza kutoa pole kwa raia juu ya vitendo vya uporaji vinavyoripotiwa mjini Bukavu na majambazi. Omer Bulakari amezungumza nasi. Wote pamoja tunaishi hali mbaya ya shida ambayo tunapitia kufuatana na vita na mauaji mbalimbali, wizi na uporaji, na inagusa mioyo, inagusa uchumi na inagusa jamaa. Na kwa hiyo natoa pole na kusema na wahimiza ndugu zangu tuwe na nguvu. Ni mambo ambayo tunaamini itapita, ni ya muda, hata kama itaacha madonda na makovu, lakini kwa imani itapita. Nakuja pia kukondane justice populaire ambayo inafanyika sababu ya absence ya justice ya kweli. Kungalikuwa sheria ya kweli kama watu hawajikatie sheria wenyewe, na yule ambaye anafikiria kuwa mwizi anauawa, anachomwa na kadhalika. Watu wanajikatia sheria wenyewe, ni mambo ya huzuni sana, tena sana, na haipaswi kutajika ndani ya nchi ambayo inaongozwa. Lakini kuna jambo kubwa zaidi, tena mbaya zaidi, ambalo nitazungumzia hapa. Inaitwa mkifaransa cannibalisme, ama kula nyama ya mtu. Ndugu zangu, dada zangu, tunachomwa mioyo, tunaumizwa na uwizi na mauaji ambayo yanafanyika. Lakini tafadhali tusifanye mambo ambayo tutajuta miaka mingi, hata na uzao wetu utajuta, ya kula nyama ya watu. Sababu ni mambo ambayo hayatajike tena ulimwenguni, na inasemeka kwamba hata wanyama fulani hawawezi kukula nyama ya wenzao. Umbwa hata mkula umbwa, simba hawezi kumkula simba. Kwa nini binadamu waweze kukula binadamu? Mwishowe ameomba kwa raia kupunguza jazba na kukomesha vitendo hivyo vya watu kula nyama za watu juu ya huzuni mwingi. Omer Bulakari amerejea mara tena. Hiyo uchungu ni mwingi, kolera iko mingi, hasira ni nyingi sababu ya mambo ya wizi na ya uwaji, mambo yote mabaya ambayo yanafanyika. Tunaikondane sana, lakini tusiweze kukorije erreur mkufanya faute. Kati ya mwizi ambaye alienda kuiba ndani ya nyumba na yule ambaye alimuua na kakula nyama yake, ni nani alifanya kosa zaidi? Inaonekana ni yule ambaye alikula nyama. Najua kuna mambo ambayo tutazungumza baadaye, sababu sio hali ya kawaida mtu kula nyama ya mtu mwingine. Sio kawaida mtu ambaye angali na akili timamu hausi akafanya vile. Ni kusema kuna kuwa shida mahali fulani. Lakini ndugu zangu, dada zangu, na waomba tu na kuwasihi sote pamoja ambao tunateseka na hali hii ya mauaji na uizi na mavita, tusimamishe mambo ile ya justice populaire, na zaidi sana mambo ya kula nyama ya mtu mwingine ama cannibalism. Tunarisikia kuisamba miaka mingi, na generation za kufata nyuma zinarisikia kusamba makosa ambayo tunafanya. Hata ndani ya Biblia, ukisoma ndani ya Deuteronome 28 na maverse ingine, Levitique 6 na kadhalika, tunakutana kama hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema ni laana kubwa sana, ni wale ambao wanalaaniwa sana ndio wanaweza kula nyama ya mtu, wanakulaka nyama ya mtu. Si atu ya laaniwa vile. Tusizilete laana yenye Mungu hakutupatia. Tuache hiyo pratique haraka sana iwezekanavyo. Wale ambao wanaongoza leo Nord Kivu, Sud Kivu, ingalikuwa heri waangalie namna gani ya kukomesha hili jambo la justice populaire na cannibalism, sababu itariskie kusemeka kama ni wakati wao walikuwa wa viongozi ndio cannibalism ilifanyika, ilamuka tena, na haitakuwa chapa mzuri kwao. Na huko Kalemi, mtu mmoja ameuawa kwa kuchomwa moto na watu wasiojulikana ndani ya mji wa Kalemi, jimboni Tanganyika. Kwa ufafanuzi zaidi, Olombo Didier Doctor ni mwanaripota wa Radio Kivu pa Kalemi, jimboni Tanganyika, anaripoti kamili.
Maana hii ya huzuni inakuwa inajitokeza usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi hii tariki 22 Machi 2025 Karta Joseph maeneo ya Kichanga tarafani ya Lukuga. Kufuatana na vyanzo vyetu vinakuwa naeleza kwamba mtu kama na huo inawezekana alikuwa anafuatiliwa kwa kesi tuma ya wizi, akishikwa na raia ni hapo alikuwa anafanyikiwa kabisa kumuua huku akimchoma moto. Mnyampara wa tarafa ya Lukuga Kisimba Ntambwa Zedi Joseph ambaye alikuwa anahojiwa kwa njia ya simu na Radio Kivu hapa Kalemi huku akithibitisha taarifa kama na hiyo ya huzuni, anakuwa naalika wakaji wa eneo lake la uongozi kuachana na hali kama na hiyo na kupeleka moja kwa moja kesi kama na hizi kwenye polisi ili iwe kabisa na ishughulikia kisheria. Kisha kupitia nyumba ya kwanza na nyumba ya pili, population unajua pour le moment ilisha kwa vraiment na tania tutafika nguvu kuna kege chibatu kiniwa kupiga mipanga na ile usiku kwenye wakati kama ikikimbia kule nyumba nyingine kutoka kwenye mtu mwingine ndio usiku hiyo population ikamuka ndio kumpiga piga ndio mpaka vile wanatunalisha ile majisi population hapana mkombime wakati wa kamata mwizi kupiga kitika la polisi yote mwizi anakamatika usiku masaa yote population haina autorize kufanya ile kufanya leo bakamata ile mwizi bamopeleka kitika la polisi. Wakati ule mmoja Kisimba Ntambwa Zedi anakuwa analika vijana kuwa na dhamiri safi na kuachana kabisa na matendo kama na haya ambayo inakuwa kabisa na hatarisha maisha yao. Population mkombine yangu bifo kama vile kameme hata mimi bukurumesha bitranshe mzuri tunabia bache kameme baache na vile mtu nasikiwa saa nyama mtu nasikiwa majiwa saa nyoka tena baache ile masisteme ya vile ya kufikia watu usiku ya kufanya nini usiku kuna vitu ya kuona mpendole kwa hapo kama kila mtu ajipeze na ajiangalie haina mzuri hapana. Ikumbushe kwamba kesi kama na hii ya raia kujiamulia wenyewe inakuwa naongezeka kwa ile ambao inatoka kuripotiwa baada ya kujapita wiki moja ndani ya tarafa hiyo mmoja. Pale mtu mmoja aliyokuwa nashikwa na raia alikuwa na uawa. Kesi ya ukosefu wa usalama inakuwa vile vile inaendelea kuripotiwa hapa mjini Kalemi, pale ikiwemo masuala ya wizi wa kutumia mapanga na hata vile vile silaha ya risasi. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Didier Doctor. Na kwenye habari ya kimataifa, nchini Burundi, askofu wa kanisa la Anglikane mkoani Makamba kusini mwa nchi ya Burundi, Mate Blaise Nyaboho, ametoa wito kwa wanasiasa kuacha wananchi kuchagua viongozi wanaowataka katika uchaguzi wa wabunge ambao umepangwa kufanyika mwezi Juni mwaka huu wa 2025. Bukuru Elias Daniele anaripoti zaidi kutoka nchini Burundi. Blaise Nyaboho, askofu wa Dayosisi Anglikana mkoani Makamba, ametoa wito kwa wanasiasa kuacha wananchi kufanya uchaguzi wa viongozi wanaowataka. Ibashwana nindazo bacira urubanza, nindazo hanura. Cyo gituma amashengero asabwa kuba hejuru y'imigambwe. Kigira kabiri nuko twofasha. Endapo watagombana ni nani ambaye ataweza kwa hukumu. Ndio maana madhehebu yanatakiwa kuwa na nguvu dhidi ya vyama vya kisiasa. Na kitu kingine tunapaswa wasaidia wanasiasa kuandaa uchaguzi mzuri. Endapo tutazubaa na kuacha kuwasaidia, nchi itaingia katika mgogoro, sote tutakuwa tunahusika. Pia tunawaomba wanasiasa waache wananchi wachague wenyewe, wasikilize sauti za wananchi, waache hesabu zionekane katika masanduku ya kupigia kura, kwa sababu kurumbana haitasaidia kitu chochote wakati huu wa uchaguzi. Kadi za uchaguzi ndizo zitakazofanya kazi, na baada ya uchaguzi kura zitahesabiwa, na baadaye tume huru ya uchaguzi itaweza kutangaza hatima. Wanasiasa watakaorumbana, madhehebu hayatakaa kimya, na hatutakubali nchi iingie tena katika migogoro. Abanyepolitike bazoshwana emwe amashengero tuzova hasi tubegeranye tubabarire tuti sigaho ntimusubire gukwegera igihugu. Uchaguzi wa wabunge nchini Burundi unatarajiwa kufanyika mwezi wa 6 mwaka huu, huku kampeni zikitarajiwa kuanza mwezi wa 5 mwaka huu. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Tukiwa tu kwenye habari ya kimataifa, mkuu wa jeshi la Uganda UPDF Generali Muhoza Kainerugamba ametishia kukamata gavana wa Ituri, na huku akiongeza kuwa wana kila namna ya kuuteka mji wa Kisangani. Mengi zaidi naye Safari Alimasi ndani ya studio za Radio Kivu.
Upande wa kijeshi katika mkoa wa Ituri, Jenerali John Luboya Nkanshama ndio lengo la vitisho vya umma na vya moja kwa moja vilivyotolewa katika siku hizi mbili zilizopita na Jenerali Mozi Kainerugaba, mkuu wa kikosi cha ulinzi cha watu wa Uganda UPDF. Katika mfululizo wa ujumbe uliochapishwa kwenye akaunti yake ya X zamani Twitter, Jenerali Mozi alimchukulia gavana wa Ituri kama mjinga sana, akimtuhumu kupinga shughuli za UPDF katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunamtaka hivi karibuni, aliandika Jenerali Kainerugaba. Maneno haya yamekuja wakati mvutano unaendelea kati ya mamlaka ya Kongo na kikosi cha Uganda kilichopelekwa huko Ituri ndani ya mfumo wa Operation Shujaa. Katika ujumbe mwingine, mkuu wa majeshi ya Uganda amesema UPDF haitapingwa kukamatwa kwa Kisangani na M23, lakini watalazimika kuchukua hatua haraka, vinginevyo tutafanya wenyewe. Pia uamsha ujumbe wa WhatsApp uliopokelewa na wananchi wa Kisangani na kuandika, tunaweza kukamata video hiyo kesho ikiwa mzee alituruhusu. Katika machapisho mengine, Mozi Kainerugaba anachukua msimamo dhidi ya kikundi cha Codeco kinachofanya kazi huko Ituri, huku akisema Codeco inaomba shetani kila siku, sisi tunaomba kwa Yesu Kristo kila siku. Wacha tuone ni nani hodari na mwenye nguvu zaidi. Mpaka sasa tumewaua wanachama 300 wa Codeco, nataka angalau 10,000, ameendelea kuandika Kainerugaba, huku akiongeza kuwa sitaacha kamwe Waganda kutoka mashariki mwa Kongo, Waalire, Waema, Wanande na Watusi, hao wote ni ndugu zetu na tunayo haki ya kuwalinda. Halimalizia na kusema hayo. Taarifa hizi zinaibuka baada ya mapigano kati ya UPDF dhidi ya wanamgambo wa Codeco kuanzia Machi 19 hadi 20, 2025 katika mji wa Fataki tarafani Jugu. Jeshi la Uganda linadai kuwa limeua jumla ya wanamgambo 242 wakati wa mapigano haya, kujibu shambulio la mara kwa mara. UPDF inadai kuwa imerekodi kifo kimoja na majeruhi 4 katika upande wao. Kulingana na Kanali Chris Magezi, mkuu wa mawasiliano ya UPDF, wanamgambo wa Codeco hivi karibuni waliitisha makubaliano ya kikundi cha kigaidi cha ADF Nalu na kuongeza mashambulio yao kwa jamii za Kongo, haswa kabila la Waema. Hakuna majibu rasmi yaliyorekodiwa katika hatua hii upande wa serikali ya Kongo wala katika ngazi ya mkoa au kiwango cha kati. Askari wa Kongo aliyejeruhiwa wakati wa mapigano huko Fataki alihamishwa kwenda Bunia na MONUSCO iliyotumwa katika DRC tangu Novemba 2021. UPDF inafanya kazi kama sehemu ya operation ya pamoja inayojulikana kama Operation Shujaa. Ilizunduliwa na FARDC kufuatilia ADF inahusika na mauaji katika DRC na mashambulio nchini Uganda. Jeshi la Uganda limekuwepo katika maeneo ya Jugu na Mahagi tangu katikati mwa Februari 2025. Asante sana Safari Alimasi kwa ripoti yako hiyo. Ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.